Mvutano unaoendelea kati ya China na Taiwan umeingia katika hatua mpya kabisa ya tahadhari kubwa ya kisiasa baada ya ziara ya hivi karibuni ya Rais Donald Trump mjini Beijing, ambapo suala la Taiwan lilitajwa kuwa moja ya ajenda nyeti zaidi katika mazungumzo yake na Rais Xi Jinping. Vyombo vikubwa vya habari duniani vinaripoti kuwa China imeonekana kupata nafasi kubwa ya kusukuma msimamo wake kuhusu Taiwan, huku Trump akitoa kauli ambazo zimezua wasiwasi mkubwa ndani ya Taiwan yenyewe. Hii ni TriGen Media. Katika mazungumzo hayo ya hivi karibuni, Xi Jinping alimuonya Rais Trump kwamba swala la Taiwan haligusiki na likishughulikiwa vibaya linaweza kusababisha mgogoro mkubwa na hata vita kati ya Marekani na China. Kauli hiyo ilionekana kama ujumbe wa moja kwa moja kwamba Beijing haitavumilia hatua yoyote itakayohamasisha Taiwan kujitangaza rasmi kuwa ni taifa huru. Lakini baada ya kurejea Marekani, kauli za Rais Donald Trump zinaanza kuichanganya China na kuichanganya Taiwan. Kilichozua mjadala mkubwa zaidi ni kauli ya Rais Donald Trump baada ya kurejea Marekani, ambapo alisema wazi kuwa hana nia ya kuona Taiwan ikitangaza uhuru wake, ambapo katika mahojiano na Fox News, Trump alisema hataki Marekani ingie vitani umbali wa maelfu ya kilomita kwa ajili ya Taiwan. Kauli hiyo imetafsiriwa na wachambuzi wengi kama ishara kwamba Marekani inaweza kuwa inapunguza kiwango chake cha kujitolea kuitetea Taiwan kijeshi endapo China itaivamia. Kwa miaka mingi sasa, Marekani imekuwa mshirika mkubwa wa Taiwan kupitia mauzo ya silaha na msaada wa kijeshi, lakini Rais Trump ameonekana kuweka swala hilo katika mizania ya mazungumzo ya kisiasa na kiuchumi na China. Hatua hiyo imeifanya Taiwan yenyewe kujikuta katika mazingira magumu zaidi kidiplomasia, ambapo serikali ya Taiwan chini ya Rais Lai Ching-te imelazimika kutoa tamko la haraka kusisitiza kuwa Taiwan ni taifa la kidemokrasia linalojitawala na kwamba Beijing haina haki ya kuamua mustakabali wa taifa hilo. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaamini kuwa China inaweza kutumia hali hii kuongeza pressure dhidi ya Taiwan kwa njia mbalimbali bila kuanzisha vita vya moja kwa moja na vya mara moja. Mojawapo ya hatua zinazotajwa ni kuongeza mazoezi makubwa ya kijeshi karibu na Taiwan, kuizingira kwa meli za kijeshi Taiwan na kuongeza mashambulizi ya mtandao na pressure za kiuchumi ili kuichosha kisiasa Taiwan. Aidha, baadhi ya washauri wa Trump wamekaririwa wakihofia kuwa China inaweza kujaribu kuchukua hatua kali zaidi dhidi ya Taiwan ndani ya miaka michache ijayo, hasa kama Beijing itaamini kuwa Marekani haitakuwa tayari kuingia vitani kuitetea Taiwan. Kilichoonekana wazi katika ziara hiyo ni kwamba Xi Jinping aliweka wazi na akaita mstari mwekundu kuhusu Taiwan, huku Trump akionekana zaidi kujikita katika biashara na kuzuia mvutano mkubwa wa kijeshi. Vyombo kama Washington Post, Reuters vinaripoti kuwa Xi Jinping aliondoka katika mkutano huo akiwa ameonekana mwenye kujiamini zaidi, huku Trump akiepuka kutoa msimamo mkali kuhusu Taiwan. Katika mazingira hayo, Taiwan sasa inaonekana kujikuta kati ya ushindani mkubwa wa nguvu kati ya Marekani na China. Kwa upande mmoja, Taiwan bado inaungwa mkono wa kijeshi na Washington, lakini kwa upande mwingine, kauli za Rais Donald Trump zimeongeza hofu kuwa Marekani inaweza kuweka mbele zaidi maslahi yake ya kiuchumi na uhusiano wake na Beijing kuliko swala la kuilinda Taiwan. Kwa ujumla, ziara ya Trump nchini China haikuondoa mvutano kuhusu Taiwan, bali inaonekana kwamba imeongeza sintofahamu mpya duniani kuhusu mustakabali wa kisiwa hicho. China imeonekana kupata nafasi ya kusisitiza msimamo wake kwamba Taiwan ni sehemu yake, huku Taiwan ikianza kujiuliza ikiwa inaweza kuendelea kutegemea kikamilifu ulinzi wa Marekani au la. Hii ni TriGen Media.